So the reality is that nchi ya Kenya ni nchi ya maajabu sana, ukizingatia kwamba hata yule ambaye ni kiongozi wa nchi ya Kenya ambaye ni Rais William Samoei Ruto mwenyewe pia anaendelea kudharau mahakama ambayo iko pale nchini. Mahakama ilikuja vizuri na kusema ya kwamba haistahili ile quarantine ambayo ilikuwa inapaswa kujengwa nchini Kenya, ili mradi wale ambao ni Amerika waweze kuletwa ili waje wawekwe sehemu ile ambao ni wagonjwa wa Ebola waje wawekwe kwa siku 21 kabla hawajaregeshwa kwao ama kabla tiba hazianza. Mahakama Kuu ya nchi ya Kenya ilikataa swala hilo na kusema kwamba lazima serikali ya nchi ya Kenya iweze kutoa parawanja, maelewano na makubaliano yake ambao waliyaweka baina ya Kenya na nchi ya Amerika, kwa sababu wengi tulikuja tukasema kwamba Kenya imefanywa kama choo. Kenya imefanywa kama jalala vile, ya kwamba mtu yoyote anayejisikia kuenda kutoa choo basi sehemu mwafaka ni nchi ya Kenya. Leo hii Mwamerika ikiongozwa na Donald Trump ambao kila wakati wanajisifia na kusema kwamba wako na uhusiano mzuri sana na nchi ya Kenya, lakini uhusiano ule mzuri ambao upo baina ya Kenya na Amerika nafikiria ni uhusiano ambao ni wa kipumbavu, kama endapo uhusiano ule utakuwa ni wa kuumiza nchi moja na nchi nyingine kufaidika. Hapo jana tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026, vijana kutoka sehemu ile mwafaka ambapo quarantine hii inapaswa kutengenezwa waliweza kujitokeza barabarani na kufanya maandamano makubwa sana ili mradi waweze kupinga masuala mazima haya ya quarantine kujengwa sehemu kama zile, ambapo Rais William Samoei Ruto alijileta pia vile hadharani na kusema kwamba quarantine hii inayojengwa sio kwa minajili ya Waamerika peke yake, japo ni kwa minajili ya Amerika pamoja na Wakenya. Hivyo basi akawa yawaambia Wakenya kwamba watulize boli, watulie, wasipaparishwe na masuala mazima ya wanasiasa, watulie, kwa sababu kile ni kitu ambacho kitawasaidia pia hao Wakenya wenyewe. Na kwa sasa nikwambie tu ya kwamba watu kutoka Amerika wameanza tayari kuletwa nchini Kenya kutoka Democratic Republic of Congo, ikizingatiwa kwamba wamekiwa mpaka mlango wao pale kwenye airport ya nchi ya Kenya. Julius kuna mtu alikuja akanambia KG wewe sikiara kama utataja Tanzania. Tanzania sawa, samahani, lakini tunazungumzia masuala mazima ya airport ya Kenya ambayo inaitwa JKIA, Jomo Kenyatta International Airport, ambapo kuna bawaba pale nambari 16 ambao limewekwa wazi kwa minajili ya watu wote ambao watatoka nchi ya DRC. So guys, nikwambie tu kwamba raia wa Kikenya walimefanya maandamano na kukataa masuala mazima haya ya raia kutoka DRC pamoja na wazungu pamoja na Amerika ambao wametoka nchini kule ambako kuna ugonjwa huu unasambaa kwa wingi sana. Wakaambia kwamba usiwalete nchini kwa sababu huu ugonjwa ni hatari, na once mkiwaleta nchini kuna uwezekano ya kwamba ugonjwa huu unaweza ukasambaa kwa haraka. Ukisambaa kwa haraka, sisi kama nchi ya Kenya hatuna uwezo wa kukinga ugonjwa huu. Kama Amerika pamoja na pawa zake zote na madaktari wake wote na pesa zake zote alizokuwa nazo, ameuogopa huu ugonjwa, ndio maana akakataa kuchukua hata wale ambao ni waathiriwa wale ugonjwa ule kurudi zao ndani ya Amerika kule. Akasema waathiriwa wangu ambao ni wa Amerika nitawapeleka zake wapi? Kenya. Na wewe rais wa Kenya pamoja na serikali yako, chukueni hizi mamilioni, jengeni pale, afu nitawapa hizi milioni ili muweze kukubaliana na makubaliano yetu ambayo tunataka muweze kuwachukua hawa ambao ni wagonjwa. Alafu mwisho wa siku rais wa nchi ya Kenya anakuja anatuambia kwamba kuna uhusiano mzuri kati ya sisi wa Kenya na Amerika. Hivyo basi hatuwezi tukakataa ombi la Amerika kuwachukua hawa watu ambao ni majirani zetu hapa ambao ni wa Amerika kuja waweka kwetu hapa, ili mradi waingie kwenye quarantine ya kwenye kambi ya kijeshi, ili mradi waweze kuzuiliwa kwa siku 21 ili waonekane kama ni wagonjwa ama wako sawa. Kweli ni kitu ambacho mimi kimenishangaza, na sio mimi peke yangu, lakini niko na hakika hata watu wengine pia, because hii ni kukaribisha maradhi, ni kusema njoni mtuue. Kuna familia nyingi sana hazijiwezi, kuna watu hawajiwezi, lakini mwisho wa siku hawajui wafanye nini. So mimi nitasifia tu wale ambao walijitahidi kwenda barabarani hapo jana kwa minajili ya kupinga swala hili ama kupinga mswada huu na kushinikiza serikali ili iweze kukataa masuala mazima haya ya kwamba huyu jamaa aweze kuruhusu wagonjwa wa Ebola waweze kuingia nchini Kenya, kwa sababu ni ugonjwa ambao hauna tiba, ni ugonjwa ambao hauna kinga, ni ugonjwa ambao mpaka sasa haujapata ile chanjo. Hivyo basi ni ugonjwa hatari zaidi kutokea, na ni ugonjwa ambao
unaua mtu yoyote kwa uharaka sana, na ni ugonjwa pia vile vile ambao ni ngumu sana ujue ni nani ambaye ameathirika na ni nani ambaye yuko sawa. So kwa sasa ni kuomba Mungu tu pekee. Kwa sababu gani? Maradhi haya ya Ebola yameingia nchini Kenya, na kwa sasa tunavyoendelea kuongea maradhi haya yameingia nchini Kenya. So what I know ni kwamba nchi jirani kama nchi ya Uganda ambayo imezuilia nchi ya DRC isiweze kuingia na Uganda, na nchi kama ya Tanzania pia vile vile itafika point sasa pia hao waweze kufungia bawaba ama waweze kufungia zile boda ambazo zinapitisha raia wa Kenya kuingia kwenye zile nchi zao, watabidi wafunge. Kwa sababu gani? Watajua kwamba Kenya is at risk ya nini? Kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Kwa sababu gani? They own some quarantines of Ebola people ama Ebola patients ambao kwa kule wanatibiwa ama wanasubiria kufahamishiwa kama wako sawa ama hawako sawa. Ni sawa sawa tuna wakati wa corona. Wakati wa corona ilikuwa nchi yako ikijulikana ina corona, ama nchi yako ikijulikana ni nchi ambayo iko na watu wengi ambao wamekuwa affected na corona, basi inakuwa locked. Naambiwa you'll be locked, your account has been locked, you're not allowed to travel from your country. Basi na utabidi subirie mpaka chanjo zitoke, which hatujui zitatoka lini. Chanjo zikishatoka, we are not sure how good the chanjo is. Hatuko sure kama ni chanjo ambazo tumepewa ya kwamba tuwe marobot, ni chanjo ambazo tumepewa. Michanjo yenyewe ya COVID niliyodungwa yenyewe mpaka leo, I'm not feeling well. I'm not okay. Siko sawa, sio mimi ambaye najifahamu. Kuna watu ambao hawakudungwa na they are still living their life very well, na kuna wale watu ambao they got fear ya kwamba you have to do it in order for you to get certain offer. So the same thing of Ebola pia itakuja hivyo hivyo. Utaambiwa lazima udungwe sindano ya chanjo ya Ebola ndio uweze kusafiri, na kwa sababu we are desperate of traveling from where we are, itatubidi tukadungwa sindano ili tusafiri. Kuna time nitaambiwa sasa, me I used to be in Qatar by that time, walikuwa naambiwa kama hauna chanjo you're not allowed to get into this supermarket, you're not allowed to get in this cafeteria, you're not allowed to get in this restaurant. Ulikuwa uruhusiwi my friend, hata kwa gari, public transport, Uber, taxi, ulikuwa huwezi ingia kabla haujadungwa sindano ya chanjo. You must ya COVID. So the same thing is coming again sasa. Mwenyezi Mungu tuatusaidie, kwa sababu ni hali ngumu ile ambapo ipo, alafu mwisho wa siku serikali yetu pia ni kama nayo pia inatuuza, haijali wananchi wa kawaida, because serikali yule ambaye ni kiongozi ama wale ambao ni viongozi pamoja na familia zake wako vizuri in terms of money. They are capable of doing what? Kuchukua wanafunzi au kuchukua watoto wao na kuwapeleka hospitali makubwa na kutibiwa na kupata uponyaji wa haraka. What about sisi walala hoi, watu wa chini? What are we going to do? That is the biggest question ambayo tuko nayo, ambayo inakuwa ni ngumu sana mtu yote yule kuijibu. Sasa nikuulize wewe ambaye unanitazama hapa, je, unahisi ni sawasawa Rais William Samoei Ruto kwa sababu ya kuwa na urafiki na Amerika achukue nafasi hii kuchukua pesa ili achukue wa Amerika ambao wameathirika na ugonjwa wa Ebola aweze kuwaweka ndani ya Kenya watibiwe nchini Kenya, wakati madaktari wenyewe ambao wako ndani ya nchi ya DRC, Democratic Republic of Congo, ambao ugonjwa huu ndio umeenea kwa kasi kikubwa, madaktari wenyewe mbali na kujilinda na kujikinga na kujihami na kuchukua tahadhari zote, bado madaktari pia wanakufa. Kwa sababu gani? Virusi vinapita kwa mgonjwa mpaka kwake, pasi yeye mwenyewe kujua. What about Kenya? Jiulize hiyo swali, question mark. Je, Kenya itakuwaje?